Kaya Mlimhola Bamhalogo Kaya. Sawa sawa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana katika jimbo letu la Maswa Mashariki, lakini karibu sana katika wilaya yetu ya Maswa. Mheshimiwa Rais, awali ya yote nichukue kwanza fursa hii kukushukuru sana sana kwa niaba ya wanamaswa kwa kufika kwako leo. Mheshimiwa Rais, tumefurahi sana. Wanamaswa hao nao waona wana furaha kubwa na wana mapenzi makubwa na wewe. Cha pili, Mheshimiwa Rais, niendelee kukushukuru uliponiteua siku ya tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2024. Ulinipa nafasi ya kufanya kazi katika ofisi yako kwa kuniteua kama naibu waziri wa nchi, ofisi ya Rais, kushughulikia mipango na uwekezaji. Mheshimiwa Rais, wananchi wa Maswa walifurahi sana kwa sababu heshima hii haikuwa yangu peke yangu, ilikuwa ni heshima ya wanamaswa wote. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu. Mheshimiwa Rais, wanamaswa wana historia na wewe. Ulifika hapa wakati wa kampeni ya mwaka 2015. Ulifika hapa Mheshimiwa Rais, ukaniombea kura. Ukaomba kura kwa ajili yako na ukaomba kura kwa ajili ya uchaguzi. Mheshimiwa Rais, wanamaswa wanakukumbuka kwa jinsi ulivyozungumza na walitoa kura nyingi sana. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais, mwaka 2021 ulikuja katika uwanja huu. Ulikuja ukaongea na wananchi hawa na uliwapa matumaini makubwa, na kwa kweli maendeleo uliyoahidi wakati ule yametekelezwa, na hatuna la kukudai. Tunajivunia kwa maendeleo katika wilaya yetu ya Maswa. Mheshimiwa Rais, leo tunaposimama hapa tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2025. Mheshimiwa Rais, wana Maswa wanakuahidi watakupa kura nyingi za kishindo. Haijawahi kutokea kwa sababu tuna mahaba na mapenzi makubwa na wewe Rais, kwa jinsi unavyotujali wana Maswa. Mheshimiwa Rais, nazungumza hivyo nikiwa kifua mbele kwa sababu zifuatazo. Cha kwanza, katika sekta ya elimu, Mheshimiwa Rais, umetupa bilioni 1.7 mwaka huu tu kwa ajili ya kuendeleza kujenga madarasa 38 kwa ajili ya shule za msingi. Tumejenga nyumba za walimu, tumejenga vyoo zaidi ya vyoo 144. Mheshimiwa Rais, kwenye elimu ya sekondari umetupa bilioni 4.5. Tumejenga shule mpya 3, shule ya sekondari Dakama, shule ya sekondari ya Stanislaus Nyongo, shule ya sekondari nyingine tumejenga Mwabaratulu kwa fedha zaidi kwa kila shule zaidi ya milioni 500 na kitu, na madarasa kwenye shule zingine, na mabweni shule ya Mwagala, mabweni shule ya Budekwa. Mheshimiwa Rais, zaidi ya bilioni 2.2 umetupatia kwenye elimu. Hizi zote ni sababu za kukupa kura mwaka 2025 mwaka huu. Na tunasema Oktoba tunafanya nini? Oktoba tunafanya nini? Mheshimiwa Rais, kwenye sekta ya afya, toka tumepata uhuru mwaka 1961, Mheshimiwa Rais, ndani ya miaka 4 haijawahi kutokea. Umetuletea fedha nyingi. Ulikuja miaka ya nyuma ukafungua theater, yani chumba cha upasuaji katika hospitali yetu ya wilaya, na chumba hicho Mheshimiwa Rais, naomba nikukumbushe, kilipewa jina la Samia Suluhu Hassan wakati ule ukiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Theater hiyo Mheshimiwa Rais inafanya kazi, ni ya kisasa, ina madaktari na ina vifaa, inafanya kazi vizuri katika eneo letu la wilaya ya Maswa. Leo ukifika katika wilaya yetu ya Maswa, ulitupa milioni 300 tukajenga jengo la dharura. Jengo hilo Mheshimiwa Rais, naweza nikasema kwa kifua mbele kabisa, ni jengo zuri katika hospitali za wilaya, pengine hakuna mfano katika nchi hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, limejengwa Maswa. Mheshimiwa Rais, umetupa fedha milioni 900
tumejenga chumba cha mionzi, tumepata x-ray mpya. Zamani wananchi walikuwa wanakwenda Bariadi kwa ajili ya kwenda kupigwa picha za x-ray. Leo tumejenga lilo jengo, umetupa mtambo wa x-ray, mtambo wa kisasa wa kidijitali. Sasa hivi huduma hiyo inatolewa katika hospitali yetu ya wilaya. Nani kama Dr. Samia Suluhu Hassan? Mheshimiwa Rais, sekta hiyo hiyo ya afya umetupa fedha zaidi ya bilioni 4. Tumeongeza vituo vya afya, na juzi tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya cha Sangamorugesha. Tumejenga kata ya Ipililo, tumejenga Zebea, tumejenga zahanati, tumejenga Mwamanenge, tumejenga Mabaratulu, tumejenga baadhi ya kata ambazo tunaona kuna umuhimu wa kuanza kuwekeza katika zahanati, na hiyo ni kwenda kutoa huduma kwa wananchi. Kwa nini tusikupe kura? Tunakwenda kukupa kura Mheshimiwa Rais za kishindo mwaka 2025. Wananchi wa Maswa, Mheshimiwa Rais, wamenituma niendelee kueleza mafanikio uliyotupatia. Kwenye sekta ya barabara, tuna barabara ya TANROADS kutoka Mwigumbi kilomita 50 kuja Maswa kwenda Bariadi kilomita 50 zingine. Tumejenga barabara ya lami Mheshimiwa Rais, tunatereza tu. Tumejenga barabara nyingine ya bypass, imezungumzwa na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kupunguza ajali za Maswa mjini. Lakini kwa upande wa TARURA Mheshimiwa Rais, tulipata bilioni 4.4. Tukaweka kilomita 1 ya lami hospitali ya wilaya ya Maswa. Tukapata fedha nyingine milioni 500, mtaa wa Unyanyembe tukaweka lami kilomita 1, tukapiga na mataa. Maswa soko la jioni tumeweka barabara ya lami, tumepiga na mataa Mheshimiwa Rais. Barabara kilomita 1.5 ya TANROADS kuja uwanjani hapa kuelekea mnadani, tumepata kilomita 1.5, tumepiga lami Mheshimiwa Rais, tumeweka na mataa. Barabara nyingine ya kwenda Sola Jineli kilomita 1, Mheshimiwa Rais ulitupa bilioni 1. Tumepiga lami, tumeweka na mataa. Mheshimiwa Rais, Maswa hatukudai kabisa, tunakwenda kukupa kura za kishindo kwa sababu umetutendea haki. Mheshimiwa Rais, kwenye sekta ya kilimo, wana Maswa wanaendelea kuwa na kilimo cha kisasa. Umetupa maafisa ugani wa BBT, wamefanya kazi kubwa. Na kupa mfano Mheshimiwa Rais, heka moja ya pamba tulikuwa tunapata kilo 200, 150 wakati mwingine. Leo hii mwaka huu Mheshimiwa Rais, kuna kata ya Mpindo, kuna kata ya Bugalama, kuna kata nyingine ya Zanzui pamoja na kata zingine, wakulima baadhi sasa wameanza kupata kilo 600 mpaka 700 kwa heka moja. Hii ni juhudi yako, ni juhudi ya Waziri wa Kilimo. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, tunakuahidi tutaongeza tija na wakulima wataendelea kuneemeka, na Maswa sio walalamikaji, Maswa ni wapiga kazi. Mheshimiwa Rais, asante sana kwa kusaidia hivyo. Mheshimiwa Rais, katika sekta ya viwanda haijawahi kutokea katika wilaya zote Tanzania. Umetupa bilioni 10.2 kwa ajili ya kujenga kiwanda cha chaki. Kiwanda hicho Mheshimiwa Rais kitatengeneza chaki, na chaki hizo zitauzwa nchi nzima. Mheshimiwa Rais, Maswa umeingiza katika historia. Asante sana kwa fedha hizo. Mheshimiwa Rais, kwa kuendelea kutujali kupitia MSD, kupitia Wizara ya Afya, Mheshimiwa Rais, walikuja wataalamu wakafanya feasibility study kuangalia eneo zuri la wao kuwekeza katika kiwanda cha kuongeza thamani ya zao la pamba, yani kutengeneza wanaita medical cotton based products, yani bidhaa zinazotokana na pamba, bidhaa za hospitalini. Mheshimiwa Rais, MSD wameshachukua heka 100, tumeshawapatia kupitia halmashauri yetu,
na wanakwenda kuwekeza kiwanda cha dola za Kimarekani milioni 28. Hizi zote ni juhudi zako Mheshimiwa Rais. Hatuna cha kukupa zaidi ya kukupigia kura za kishindo mwaka 2025, yani Oktoba mwaka huu tunakwenda kutia tiki. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, naomba nimalizie kwa sababu ya muda. Sisi wana Simiyu, sisi wana Maswa, Bariadi, Meatu, Busega, tunasema hivi: umetujali na sisi tunakwenda kukujali. Usiwe na wasiwasi. Wananchi wa Maswa, wananchi wa Simiyu, tunakwenda kukupa kura nyingi Oktoba mwaka huu, tunakwenda kutia tiki nene. Baada ya kusema hayo, na washukuru sana wana Maswa. Nikushukuru sana wewe wana Maswa oye! Lupondo bamayo, Lupondo gole raisi, nogoko Lupondo baba bamayo. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa nafasi.